Ndiyo maana nimeelekeza hospitali zote muhimu za kitaifa, rufaa na zile zenye mzigo mkubwa wa huduma kuanza mchakato wa kupata uthibitisho wa viwango vya kimataifa, international accreditation, ikiwemo ISO standard na mifumo mingine inayotambulika kimataifa. Si kwa sababu tunataka vyeti ukutani, hapana, bali kwa sababu tunataka nidhamu ya mifumo, uthabiti wa taratibu na ubora unaopimika. Hospitali iliyo na accreditation haitegemei mtu mmoja kufanya mambo kwa usahihi. Haitegemei uzoefu wa muda mrefu pekee, bali inategemea mifumo inayofanya kazi hata kama mtu akibadilika. Ubora haupaswi kutegemea nani yupo kazini leo. Ubora lazima uwe sehemu ya utamaduni wa taasisi. Viwango vya kimataifa vinatulazimisha kuwa na taratibu zilizoandikwa na kufuatwa, kupima matokeo ya huduma, si tu kutoa huduma, kujifunza kutokana na makosa bila kuyaficha, na kulinda usalama wa mgonjwa na wahudumu kwa kiwango cha juu zaidi. Kwa lugha nyepesi, accreditation si adhabu kwa hospitali, ni bima ya ubora kwa mgonjwa. Ni njia ya kuhakikisha kwamba popote Mtanzania atakapopata huduma, iwe hospitali ya taifa, iwe rufaa, anapata huduma inayolingana na hadhi ya maisha ya binadamu. Ninaamini jambo moja kwa dhati kabisa: Tanzania haiwezi kujenga bima ya afya kwa wote juu ya mifumo isiyopimwa ubora wake. Na lazima tujikumbushe au tukumbushane, huduma kwa wananchi si neema, ni haki. Haitufanyi tutoe hisani, hatufanyi hisani katika kutoa huduma, bali tunapomhudumia mwananchi hatusemi tumemsaidia. Mwananchi amelipa kodi, mwananchi amelipa mchango, mwananchi na juu ya yote amelipa kwa imani ya serikali yake aliyoichagua. Na imani hii ikivunjika, haitengenezwi kwa tangazo, inatengenezwa kwa huduma inayofanya kazi. Uwajibikaji si adhabu, ni wajibu wa nafasi tulizopewa. Ukikubali kuwa kiongozi, umekubali kuhojiwa, umekubali kupimwa, na umekubali kusimama mbele hata kama mambo yakiwa magumu. Cheo hakikuwekwa ili kukufunika, bali cheo kiliwekwa ili kukupa mamlaka ya kubadili mambo katika eneo lako. Nataka sekta ya afya itambulike kwa vitendo, si kwa presentation nzuri zinazotolewa katika maeneo mbalimbali. Maamuzi ya haraka lakini sahihi. Sio kila tatizo lisubiri barua ya 3, barua ya 4, kikao cha 4 au kauli ya tutaleta kwenye kamati. Kuna maamuzi ambayo sheria inaruhusu, taratibu zinaruhusu, na akili ya kawaida inaruhusu, lakini yanakwama kwa sababu hakuna aliyethubutu kusema tufanye. Ujasiri wa kutatua matatizo si kuyazunguka. Tatizo likijulikana, lisizunguke ofisi 5, imetoka hapa imekwenda pale, imetoka pale imekwenda huku. Tatizo likijulikana, lisipite tua ya taasisi 6 au bila suluhisho hata moja. Wakati mwingine tunafanya tatizo liwe maarufu kuliko suluhisho lake.
Twalifanya tatizo kuwa maarufu kuliko suluhisho la tatizo hilo. Mgonjwa hana muda wa kusubiri workflow, ana muda wa kusubiri uamuzi. Viongozi wanaochukua hatua si wanaosubiri maagizo kila wakati, kwa sababu cheo ni mamlaka ya kufanya maamuzi, si cheti cha kusubiri maelekezo kila siku. Ukisubiri maagizo kwa kila kitu, basi wewe si kiongozi, wewe ni messenger wa ofisi. Na uhakika vyote hivi na experience navyo. Wakati mwingine tunakuwa na tatizo hospitalini, mashine imeharibika au mashine imezimwa na viongozi wapo, dawa imechelewa, huduma imesimama. Ukimuuliza kiongozi, unasikia mheshimiwa, tumeshaleta taarifa hii juu. Sasa nauliza kwa dhati kabisa, baada ya kuleta taarifa juu, mgonjwa alipona? Mgonjwa alipona? Mnijibu, mgonjwa alipona? Ulipoleta taarifa juu, mgonjwa alipona? Kwa sababu taarifa haitoi dawa na taarifa hairekebishi mashine, lakini taarifa pia haiokoi maisha ya mgonjwa. Tujikumbushe kwamba uamuzi ndio tiba ya kwanza. Uamuzi ndio tiba ya kwanza, na ndio maana nasisitiza kauli hii kwamba the greatest risk in leadership is not making the wrong decision, it is making no decision at all. This is the greatest risk. Na ninyi ni wasomi, nadhani mmenipata vyema. Makosa ya nia njema yanarekebishika, yanatufunza na yanaimarisha mifumo, lakini uamuzi uliocheleweshwa hugharimu muda, uamuzi uliocheleweshwa hugharimu fedha, na mara nyingi hugharimu maisha ya wale wanaosubiri kupata huduma. Nisisitize tu bila kumung'unya maneno, sitavumilia uzembe sitavumilia business as usual inayovishwa koti la hali halisi ya mazingira. Sitavumilia ubora wa kati unaoitwa tumejitahidi. Najua wapo watakaosema haya ni maneno tu, utajuaje kinachoendelea? Wapo watakaosema hayo, lakini ninyi ni mashahidi. Hata siku chache zilizopita, ninawatonya kwa sababu wengi ni rafiki zangu, lakini wengi ninawapenda sana hapa. Ninafahamu kinachoendelea. Mimi ni mtumiaji makini wa taarifa zilizohakikiwa. Nina mifumo ya ufuatiliaji na nina vyanzo vingi vya kuaminika vinavyonipa taarifa au picha halisi ya hali ilivyo katika kila eneo. Hata sasa nikiamua, kila eneo naweza nikataja mapungufu, kwa sababu nina muda wa kutosha wa kusoma na kufuatilia. Ninao muda wa kutosha. Vyanzo vinanipa taarifa sahihi, na ni vyema viongozi wenzangu mkanielewa. Ninapolizungumza jambo, nimelifanyia tafiti nimelihoji na kulifuatilia kwa kina kabisa, na sitegemei chanzo kimoja. Vyanzo ni vingi vya kunipa taarifa, na taarifa wanazonipa ni taarifa za kuaminika bila kuchujwa wala kupambwa. Na ni vyema wakatambua wale wasiotambua kwamba sikuja katika wizara hii kuweka muhuri wa maamuzi ya wengine au kuhalalisha uzembe uliokithiri. Nimekuja kufanya kazi, kuchukua maamuzi na kusimamia kwa matokeo yanayoonekana. Kwa hiyo tusidanganyane wala tusijifanye hatujasikia. Onyo likitolewa lichukuliwe.
onyo likitolewa lichukuliwe, tatizo likibainika litatuliwe. Kukaa kimya au kupuuza leo ni kuchagua kulipa gharama kubwa kesho. Kukaa kimya, tatizo lipo, kutaipa gharama kubwa kesho. Nadhani hii imeeleweka vyema, na hilo mimi binafsi sitaliruhusu. Kuanzia leo, uzembe hautakuwa tena ajali ya bahati mbaya, utahesabika kama uchaguzi, na uchaguzi huo utakuwa na matokeo ya moja kwa moja. Katika hili, Katibu Mkuu, ninapokuelekeza, kaa na wataalamu, nenda mkafanye mapitio ya MPDSR, yani maternal and perinatal day surveillance response. Nenda mkafanye mapitio, mkafanyeni review ili kutoa mamlaka kwa mabaraza ya wataalamu wa afya kuhukumu watoa huduma wazembe wanaosababisha vifo au athari kwa mama wajawazito bila kuonea aibu. Lakini niseme kwa uzito ule ule ili nieleweke vizuri, nitawalinda kwa nguvu zangu zote madaktari, wahudumu katika sekta hii, wazalendo, wachapakazi waliotanguliza taifa letu mbele.